Karibu katika episode ya 4 ya recap yetu. Tunasonga mbele pale tulipokuwa tumekomea katika episode ya 3. Ni mara baada ya kumshuhudia mwanamama Yori akiwa katika duka kubwa sana la nguo. Sasa bwana Wei alikuwa akikagua aina mbalimbali ya nguo ambazo zilikuwa katika hiyo showroom, na mwanamama Haniojang naye alikuwa anapita katika eneo hilo hilo. Alipoweza kumuona bidada Yori akiwa analitazama lile vazi la gharama sana, basi akawa anamsimulia namna lile vazi lilivyoweza kutengenezwa. Akaanza kwa kumweleza kwamba hilo vazi lilitengenezwa na mtu mmoja muogeleaji wa muda mrefu sana. Inasemekana huyo mtu alishawahi kukutanaga na samaki mtu. Ni vazi la gharama kidogo na litakufaa madam. Lakini bidada Yori akasema, mbona hili vazi utafikiri limebeba historia ya huzuni sana? Hasa mtaalamu wetu Mark huku upande wa pili alikuwa ameelekea kwenda kufanya check-in katika eneo hilo la hoteli, lakini jina lake alipo, yani kana kwamba Mwamba hakubuku ndani ya hii hoteli. Hasa katika harakati za kukagua wakagundua Mwamba alikuwa amebuku katika vyumba vya gharama nafuu, na hivyo vyumba vilikuwa vimejaa. Ikabidi Mwamba aweze kuhamishiwa kwenye vyumba vya watu wenye pesa zao bana. Hasa Mwamba kafika kwenye chumba cha kishua kinoma yani. Sasa bidada Yori, kumbuka naye ni wa kishua kinoma hivyo hivyo. Sasa bidada anafika anagundua Mwamba yuko chumbani anaoga. Hili puuzi gani bana aliko kuogea chumbani kwangu? Bidada akawa na wasiwasi, naye Mwamba alihisi kana kwamba kuna mtu ni kama ameingia ndani ya chumba chake. Sasa kila mmoja anajificha kwa kuhisi kwamba huenda amekosea chumba kaingia kwenye chumba cha mwenzake. Kumbe hawa bwana wote wamepangiwa chumba kimoja, ila mmoja ni masikini na mwingine ni tajiri mkubwa. Na kwa sababu bidada Yori ana uwezo wa kuona mizimu, basi akaanza kuhisi kana kwamba huenda kuna mzimu ambao unazulazula ndani ya hili jumba. Basi akapotezea, akafungua begi yake, akaendelea na mambo yake. Wako ndani ya chumba kimoja wawili. Hasa mtaalamu Mark, sauti ya begi kufunguliwa aliweza kuisikia kabisa. Ikabidi kwenda kuchungulia, lakini hakuweza kumuona mtu. Kumbe bidada bana kaingia chumbani. Hasa wakati bidada amelala, kuna mzimu mmoja ulikuwa unamsumbua sana. Huu mzimu ulikuwa unaangusha maji kutokea kwenye ceiling kumwangukia katika paji lake la uso. Bidada akajifunika vizuri. Hasa Mwamba usiku mzima alikuwa amekunywa urabu wa kutosha. Si unajua tena kaingia katika chumba cha kishua. Humo ndani kuna bia kama zote. Mwamba kanywa mpaka amelala. Asubuhi panakucha ndio jamaa anagundua kwamba alikuwa amelala sebleni. Sasa ndio akawa anaelekea chumbani, na ukumbuke ndani ya chumba ndio yuko yule bidada. Sasa ile panakucha vizuri ndio anagundua kwamba wamelala pamoja. Alafu tena walikuwa hajavaa nguo. Bidada akaanza kusema, "Oi kaka mbakaji, unafanya nini chumbani kwangu?" Issue ilikuwa kubwa sana mpaka kwenye uongozi wa hoteli. Baadaye ikaja kugundulikana kwamba management pamoja na mtu wa mapokezi ndio walikuwa wamefanya makosa ya kuweka katika chumba kimoja pasipo kujua. Basi wakaona hata haja ya kuendelea kukaa ndani ya hii hoteli uchwala hakuna haja kabisa, wakawa wanaondoka. Sasa wakati wanaondoka, kuna mwanamke mmoja hivi alikuwa anatembea na mtoto wake. Kwa bahati mbaya begi lake likawa limeanguka, na hili begi limeanguka linaburuzika moja kwa moja kwa bidada Yori ambaye alikuwa yuko kwa mbele. Mwamba ikabidi haraka sana kuliwahi lile begi aweze kumwokoa bidada Yori asiweze kugongwa na hili begi. Basi wakati mtaalamu Mark anaseleleka lengo akaweze kumsaidia bidada, kwa bahati mbaya kuna mwamba mmoja anafahamika kama Miniwan akatimba mapema na kumsaidia bidada. Mshikaji alichokuwa amehambulia ni kujibamiza tu kwenye ukuta, yani ushuhuda wake wote ulikuwa ni wa kuseleleka kwenye ngazi. Alafu mshikaji Miniwan alikuwa akiongea maneno fulani hivi ya kichokonozi sana. Akaanza kusema, unajua usalama wako bidada uko mikononi mwangu. Hili neno ni kama vile linaashiria kwamba hawa ni wapenzi. Taarifa zilipoweza kumfikia Mwamba Miniwan kwamba eti bidada alilala ndani ya chumba kimoja pamoja na yule mshikaji ambaye amemfuma naye siku ya leo, basi alikasirika na kwenda kumfukuza manager pamoja na mtu wa mapokezi. Akaanza kuambia, mnafanyaje kosa la kijinga namna ile? Yaani mtoto mkali kama yule mnamchanganya na muhuni. Hasa wakati Mwamba Mark ameshuka katika ghorofa, akamkuta bibi mmoja anafahamika kama Chunui akiwa analia sana, alafu anataja jina la mjukuu wake. Hasa watu walikuwa wakimzuia na kumwambia, toka we mama mchafu uingie ndani ya hoteli za 5 star, unataka kutafuta nini huko ndani? Hakuna omba. Lakini Mwamba anamjuaga huyu mwanamke. Akasema, mama una shida gani? Bibi anasema kwamba mjukuu wangu aliwahi kupotelea ndani ya hii hoteli miaka mingi iliyoweza kupita. Nilikwenda kuripoti polisi, lakini polisi wakasema huenda binti yako bana alikuwa ametoroshwa na mwanaume kwa alitorokea tu. Bibi anasema mjukuu wangu hakuwa kabisa na hizo mishe za wanaume. Alikuwa akinipenda sana na kuniheshimu. Asingeweza kuniacha na kuondoka kwenda kwa mwanaume katika namna ile wanaoisemea wao. Basi mtaalamu Mark akasema, ngoja basi nitembelee nyumbani kwako ili tuweze kufanya uchunguzi zaidi, tujue wapi pa kuanzia. Unajua tena Mwamba ni mwanasheria wa kujitegemea ambaye anaangaikia kesi za maskini kama hawa. Mwamba alipoweza kufika katika hicho chumba cha huyo binti aliyekuwa amepotea, akagundua bidada alikuwa anapenda sana mambo ya fashion na alikuwa amechora michoro mingi sana. Hasa bidada Yori mwenye uwezo wa kuona mizimu akiwa kwenye gari yake ya samani ndefu, akagundua kwamba kuna nafsi ambayo ilikuwa inamsumbua na kusema kwamba nahitaji msaada. Hii nafsi ilikuwa inalalamika mno. Hasa naye Mwamba Mark baada ya kuweza kudhibitisha kwamba yule binti alikuwa anapenda sana mambo ya fashion, ikabidi kuomba picha za CCTV kamera kuweza
kuweza kupreview baadhi ya matukio yaliyoweza kupita, lakini aliomba atatumia dakika 30 tu, ila Mwamba mpaka dakika hii ni kama masaa 7 yamepita, Mwamba anaendelea tu kukagua. Katika kusakama sana picha za yule mwanamitindo alikuwa amepotelea ndani ya hoteli, waligundua kwamba kuna wakati aliwahi kutoka nje ya hoteli, ila gari iliyokuwa imekuja kumchukua aliweza kuikamata plate namba yake. Basi akaagiza kwamba maafande waanze kulichunguza hilo gari ambalo lilikuwa limeweza kumchukua bidada, lakini akiwa ndani ya gari akaanza kufanya uchunguzi kutaka kujua maisha ya bidada yalikuwaje kwaje. Anakuja kugundua kuwa bidada alikuwaga ni mwanamitindo, mtu ambaye ana design sana mavazi, lakini alikuwa ananyanyasika sana kazini kwake, na mbaya zaidi mpaka mitindo yake ya mavazi ilikuwa inaibiwa tu, afu bidada hana pa kwenda kuongelea. Hasa inaonyesha kwamba ile gari ambayo ilikuwa imemchukua yule bidada aliyekuwa amefariki ilikuwa inaelekea katika maeneo fulani vya fukwe za bahari. Mwamba Mark naye akawa anaelekea mitaa hiyo hiyo, ila anafika katika eneo hili anagundua bidada naye alikuwepo hapa hapa. Hasa bidada Yori mtoto wa Kishua naye anafanya nini huko? Kumbuka kwamba bidada Yori anaongozwa na mizimu inayohitaji msaada, kwa wote walikuwa wameelekea katika eneo moja wakitafuta kitu. Hasa ile Mwamba Mark kumuita tu bidada, kwa bahati mbaya bidada ile akaogopa akajikuta anaangukia mpaka ndani ya hayo maji yaliyopo kando hapo. Hasa wakiwa wameangukia ndani ya maji ndio walikuja kugundua kuna mwili wa yule mwanamke ambaye alifariki siku nyingi sana. Mwamba Mark ikabidi kumziba bidada Yori macho yake asiweze kuona ule mwili, kwani anaweza akaogopa kitu ambacho kikamsababisha akameza maji mengi. Basi mwisho wa siku akafanikiwa kutoka. Basi mtaalamu Mark pamoja na bidada Yori wakawa wameweza kutolewa katika maji, lakini pia ule mwili wa yule bidada ambao ulifumwa pale chini ukaweza na wenyewe kutolewa. Wote wanabaki wanashangana kwa nini wanakutana katika maeneo yanayofanana kila wakati. Hasa bwana we, historia inasema kwamba yule bidada alikuwaga ananyanyaswa sana na yule mwanamama ambaye alikuwa akimuonesha bidada Yori vazi la mtu ambaye inasemekana alikuwa anapenda sana samaki watu. Alikuwa anamnyanyasa katika mazingira ya kisaikolojia, lakini mazingira ya kimwili, kwani alikuwa anamtandika mbata kama zote. Na inasemekana yote hayo alikuwa anafanywa kwa sababu ya wivu tu ambao bidada Haneojong alikuwa nayo, na bila shaka yoyote ile huenda ndiye alikuwa anaiba mitindo ya mavazi ya huyu bidada Minja aliyekuwa amefariki. Na siku moja bidada Minja alimfuataga kabisa Haneojong na kusema kwamba umeniibia mchoro wa vazi langu lililokuwa inspired na yule mtu wa masuala mazima ya samaki watu, inawezekanaje jambo hili? Lakini mwanamama alikuwa anakataa, anapinga mazima, anasema sijakuibia mimi mchoro wako wote ule. Akasema nina picha hizi hapa za CCTV kamera zinazokuonesha ukiwa unaiba mchoro wangu. Na mwanamama Haneojong kwa sababu ana jina kubwa sana na anaheshimika katika nchi, basi akaamua kumsukumiza bidada Minja katika maji. Kwa ili eneo ndio bidada alikuwa amefia hapa. Na kumbe bwana bidada lile vazi alikuwa amelidesign mahususi kabisa kwa ajili ya bibi yake ambaye amemlea kutokea alipokuwa mdogo. Sasa alikuwa anatamani siku moja bibi yake aje kulivaa vazi hili, ila bibi yake hakuweza kulivaa. Hasa mtaalamu Mark akawa anamletea bidada kahawa na anamwambia kwamba kuna chochote kile ambacho unahitaji kuniambia, na akamwambia kwamba sio ajali mimi na wewe kukutana mara kwa mara kiasi hiki, sio mara moja, sio mara mbili, tunakutana tu. Na Mwamba anasema wewe huwa mara nyingi tunakutana kwenye kesi mbalimbali za mauaji tu, inaonekana wewe ni matokeo ya mtu ambaye alikufaga afu amezaliwa tena upya, kwa sababu Wakorea wanaamini kwamba mtu akifa huwa anazaliwaga tena. Sasa Mwamba anamwambia bidada kuwa huenda yeye alikuwaga ni afisa mpelelezi wa miaka ya zamani sana, ndio maana kila kwenye tukio la kiuchunguzi linalohusiana na mauaji bidada anajikuta tu yuko katika hilo eneo. Mwamba anaamini hivyo. Ikabidi Mwamba kumsihi bidada rudi nyumbani akapumzike kuweka akili yake sawa, lakini Mwamba wakati anataka tu kuondoka, bidada Yori akawa amemuita na kusema kwamba kuna simu hii hapa ilikuwepo eneo la tukio, na akamwambia kuwa kupitia simu hii utakwenda kuipata haki ya huyo mwanamke aliyekuwa ameweza kufariki. Basi moja kwa moja Mwamba akaihangaikia kesi na mwanamama Haneojong mwanamitindo akaweza kukamatwa. Lakini Mwamba Mark wakati amekwenda kumkamata bidada alikuwa anatukana matusi kama yote, mpumbavu wewe kafande tu na huyo kunikamata mwanamitindo mkubwa kama mimi, utajuta nakwambia. Hasa mtaalamu Mark akiwa katika eneo la tukio aliweza kumshuhudia mtu anayefanana sana na bibi yake, ni kama alikuwa amekaa kwenye gari moja ya pesa mingi. Ikabidi kumpigia bibi, ina maana siku hizi una usafiri? Hasa Mwamba akawa anamuuliza bibi, hivi huko hapa mjini sasa hivi? Bibi anasema hapana, siko mjini, lakini pia siko katika kile kisiwa ambapo nashindaga, kwa sababu ndani ya kile kisiwa maji sasa hivi ni mengi sana na ni maeneo ya hatari. Kwa hiyo alikuwa anamsihi Mwamba Mark kuhakikisha kwamba hatembelei kabisa kile kisiwa. Sasa Mwamba haelewi, huyu ni bibi yangu niliyemuona au nimeona maruweruwe tu? Kwa sababu mimi bibi yangu maisha yake choka mbaya. Sasa huyu mbona wakishua alafu anatembelea gari ya hela ndefu? Hasa bilionea Min-1 alikuwa anampigia bidada Yori na kusema kwamba aisee, tumepata muda mdogo sana wa mazungumzo, natumai nikitafuta eneo zuri zaidi tutakwenda kuzungumza sana, au sio? Lakini wakati anaendelea kuongea na bidada Yori kwenye simu, si ndo akamshuhudia mamake eti kukusanya takataka fulani hivi anazitoa kwenye bustani. Akamfuata mamake akasema hiyo kazi inatakiwa kufanywa na wafanya usafi, na akasema kazi kama hizi za michosho hutakiwi kabisa kuzifanya mama. Yaani alikasirika Mwamba kinoma. Hasa bidada Yori anarudisha ripoti kwamba mawasiliano yake na kampuni ambayo
alikuwa anataka kuwekeza katika hoteli yao yameshindikanika kabisa. Lakini bibi hata kushangaa, ambaye ndio mwenyekiti wa kampuni, akasema najua tu, ninakuamini sana, najua kwamba we ni mtu wa mahesabu, mtu ambaye unaweza ukakisia kwamba biashara fulani itakwenda kutupa faida au hasara. Ndio maana hata ilivyoweza kushindikana, najua kwamba wewe ni mtu smart. Lakini bibi akaamua tu kuongea wazi, bana we, ile trip ambayo nilikuwa nimekuagiza, mimi nilikuwa nataka ukakutane tu na huyo kijana miniwani bilionea, ndio lengo langu, wala haikuwa mazungumzo ya kibiashara. Kwa hiyo mazungumzo ya kibiashara ilivyoshindikana, najua tu ilikuwa inatakiwa kushindikana. Na bibi anasema unatakiwa kuolewa na mtu sahihi wa kukuoa wewe ndio yule mwamba miniwani, tena uolewe mapema kwa sababu kuna uvumi ambao unaendelea juu yako. Bwana uvumi tena? Kwani ni uvumi gani huo? Tukutane katika episodi ya 5, itakwenda kutupa majibu ya nini ambacho kitakwenda kujili. Hivi unajua kuwa PVP Media Max katika kitengo chake cha IT wanatoa huduma ya kuuza channel za YouTube ambazo zimekuzwa na PVP Media Max, lakini pia wanatoa huduma ya kukuza channel kutokea subscriber 0 mpaka subscriber 1000 ndani ya siku moja tu. Alafu ile changamoto inayowatesa wengi kufikisha masaa 4000, basi changamoto hiyo inatatuliwa ndani ya siku 2 tu, kama tu ukishirikiana na PVP Media Max. Mamia ya watu wameshashtukia mchongo na watu wanatengeneza mkwanja mzito. Kama ujui utafungua channel ya YouTube na uelewi nini cha kwenda kufanya, tunafundisha namna ya kutumia AI, yani video ambazo unatengeneza wewe mwenyewe pasipo hata kuweka sauti yako wala picha. Hizi video zinajitengeneza zenyewe kwa kutumia maandishi tu. Nilidhani radi inagonga juu ya paa mpaka niliposikia ikigonga chini ya ardhi, na pale kwenye maji ya barabarani kitu kilining'inia kama kamba, lakini kilikuwa ni ngozi ya nyoka imeandikwa jina langu. Kuanzia siku hiyo pesa zilianza kutoka sehemu ambayo haiwezi kutoka pesa, kaburini tu. Mbona hii ni zaidi ya ofa? Yaani unajifungulia akaunti ya YouTube, baada ya hapo inakuzwa mpaka kufikia vigezo ndani ya siku moja, kisha baada ya siku 2 inatimiza masaa, siku ya 3 unafundishwa namna ya kutengeneza content. Alafu kilaini tu ukiwa nyumbani unatengeneza mkwanja mzito. Bwana upewe nini? PVP Media Max ni zaidi ya burudani na ni zaidi ya ajira. WhatsApp katika namba yetu ya simu ni 0622113984. Huduma zetu ni gharama nafuu kabisa. Kwa shilingi 100,000 tu unatengenezwa channel na kukuziwa. Kumbuka, ofa hii itakapoisha gharama itakuwa kubwa zaidi. Wahi sasa, ipatia huduma yako, tengeneza ajira yako binafsi.